Kutoka studio za Dar es Salaam imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, kuna ripoti za mapigano makali kusini mwa Sudan kati ya jeshi na vikosi hasimu vya kijeshi vya Rapid Support Forces RSF. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameuonya utawala wa Rais Donald Trump kuto kutumia nguvu za kijeshi kuleta mabadiliko ya utawala nchini Venezuela, huku akisisitiza amani duniani. Listen to the cry of your peoples who are calling for peace. Na ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya watu wenye ulemavu, tunaangazia maisha ya baadhi yao, changamoto na hata fursa wanavyokabiliana nazo. Kilichopungua ni macho, vingine vyote baki viko sawa. Sasa hivi tu mtu akiniuliza kwamba hivi bwana Jonas unaonaje tukupe macho uone sasa hivi, mimi nitasema hapana. Hata mimi nikiambiwa nipewe miguu saizi pia nitakataa. Jumatano ya Desemba 3. Kwanza mwenzangu huyu hapa Karo Robi anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu. Asante Skola. Mazungumzo kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff kuhusu mpango wa amani juu ya Ukraini yamekamilika bila mwafaka. Wajumbe wa Urusi katika mazungumzo hayo yaliodumu saa 4 wameyataja kuwa yenye tija, lakini mshauri wa ikulu ya rais ya Kremlin Yuri Ushakov amesema hakuna makubaliano yaliofikiwa kuhusu maeneo ya Ukraini na kuwa bado kuna kazi ya kufanywa. Inaripotiwa kuwa bwana Witkoff ameshaondoka nchini Urusi. Kuna ripotiwa mapigano makali kusini kati mwa Sudan kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF. Jeshi linasema limeuteka mji wa Mabsuta katika jimbo la Kordofan kusini, lakini wanajeshi wake walioko katika jimbo la Kordofan kaskazini wanashambuliwa kwa ndege zisizoendeshwa na rubani. Wakazi wa mji wa jimbo hilo la Olbeid wamesema wameona moshi mzito ukifuka kutoka kwa kambi moja ya kijeshi. Majimbo matatu ya Kordofan yameshuhudia mapigano makali katika vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe Sudan ambavyo vimedumu kwa miezi 30 sasa. Wanamgambo wa RSF wanadhibiti Darfur na jeshi linapambana kuyakomboa maeneo muhimu yaliyo mikononi mwa wanamgambo hao. Juhudi za Marekani za kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano zimefeli. Utawala wa mpito nchini Haiti umetangaza mwezi Agosti mwakani kwa uchaguzi mkuu utafanyika nchini humo, huo ukiwa uchaguzi wa kwanza mkuu katika kipindi cha mwongo mmoja. Hata hivyo, tume ya muda ya uchaguzi imesema kurejeshwa kwa usalama kunapaswa kuwa sharti kuu kutimizwa nchini humo kabla kufanyika uchaguzi wote ule. Rais aliyechaguliwa mara ya mwisho Jovenel Moise aliuawa akiwa madarakani mnamo mwaka 2021. Magenge ya uhalifu yamesababisha ghasia na vurugu kiasi cha taifa hilo kutawalika, wakipora mali, kuteka, kuua na kubaka watu nchini humo. Hatamu ya baraza la utawala wa mpito inakamilika mwezi Februari mwaka ujao. Leo ikiwa ni mwaka mmoja tangu jaribio la mapinduzi nchini Korea Kusini, rais wa nchi hiyo Lee Jae-myung ameonya kuwa bado kuna mengi ya kufanywa ili kuhakikisha tukio kama hilo halijirudi. Katika hotuba kwa taifa, Rais Lee amesema uchunguzi kuhusu jaribio hilo la mapinduzi ya serikali na walopanga njama hiyo unaendelea na kuwa watawajibishwa kisheria. I call for thorough investigation and serious reform. Ninaitisha uchunguzi wa kina na mageuzi makubwa. Tutakabiliana na nguvu za maslahi ya kibinafsi na kufuatilia uwajibikaji bila ya kujali ni nani alihusika. Lazima tufichue ukweli kuhakikisha haki inatimizwa. Kwa waliofariki dunia wapumzike kwa amani na tutoe faraja kwa wanaoishi. And provide comfort to the living. Aidha, amewasifu wa Korea Kusini akisema wanastahili tuzo ya amani ya Nobel kwa kuokoa demokrasia ya taifa hilo na kupambana dhidi ya sheria za kijeshi kutawala. Hii ni BBC. Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa na Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Ukiwa nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio 1 Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, Habudi FM na CGFM kule Tabora, Lolindo FM 107.7. Kule Kenya ni Pamoja FM 99.9 FM na Mwenedu FM. Uganda Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni pamoja na Lizado Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu msikilizaji, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Kumeripotiwa mapigano makali katika jimbo la Kordofan kaskazini kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF. Jeshi la Sudan linasema limeweza kutoa mji wa Mopsuta ulioko jimboni humo, lakini vikosi vyake vilivyoko huko vimekuwa vikishambuliwa kwa ndege zisizokuwa na rubani. Zaidi na Alima Nyanza. Wakazi katika mji mkuu wa jimbo hilo Al Obeid wameshuhudia moshi ukifuka kwenye kambi ya jeshi iliyoko mjini humo. Majimbo yote matatu ya Kordofan yamekumbwa na mapigano makali kwa takriban miezi 30 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo sasa wapiganaji wa RSF wameitwaa Darfur. Mmoja wa mashuhuda wa mashambulizi yanayofanywa na wapiganaji wa RSF ameelezea aliyojionea. Walikuwa wakiwashambulia watu, wazee, raia kwa kutumia risasi za moto. Baadhi ya wapiganaji wa RSF walikuja na magari na wakiona kwamba kuna mtu bado anapumua, wanaendesha gari kumkanyaga, na wakifika kwenye vizuizi wanawatenganisha wanaume na wanawake na kuwapiga risasi wanaume. Boom. They shot the men. Hivi karibuni rais wa Marekani alitangaza kusaidia kumaliza vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Shirika la Umoja Mataifa linalohusika na uhamiaji limeelezea hali bado ni mbaya katika eneo hilo. Katika kipindi cha wiki chache zilizopita, wapiganaji wa SPLM-N na washirika wao wa RSF walijiimarisha zaidi katika baadhi ya maeneo jimboni humo, ukiwemo mji mwingine wa Diling uliozingirwa, ishara inaonyesha kuwa vikosi hivyo viwili vya jeshi vikitaka kuutwaa. Jeshi la Sudan pia limefanya operesheni zake katika miji ya Abasia, Abu Korshola na Hibeila iliyopo katika jimbo hilo la Kordofan ya kusini, ikiwa ni mashambulizi ya kwanza makali katika eneo hilo toka kuzuka kwa mzozo huo Aprili mwaka 2023. Mapigano yenyewe kwa wenyewe nchini Sudan kati ya vikosi vya jeshi la nchi hiyo vinavyoongozwa na mkuu wa majeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan pamoja na wapiganaji wa RSF wanaoongozwa na Mohamed Hamdani Dagalo yameua makumi kwa maelfu ya watu na wengine zaidi ya milioni 10 kuyakimbia makazi yao tangu Aprili mwaka 2023. Ni taarifa yake Halima Nyanza. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ameitahadharisha serikali ya Marekani kutoka kutumia nguvu za kijeshi katika kuleta mabadiliko ya utawala nchini Venezuela. Papa Leo wa 14, mzaliwa wa kwanza wa Marekani kushika nafasi hiyo, ameeleza kwamba lingekuwa jambo bora kama njia ya mazungumzo ingetumika. Kuna hatari uwezekano wa kufanyika kwa operesheni ikiwemo uvamizi wa eneo la Venezuela. Sifahamu mengi, naamini tena kwamba ni bora kutafuta njia za kuwa na mazungumzo, labda shinikizo, ikiwemo shinikizo la kiuchumi, lakini kutafuta njia nyingine za kuleta mabadiliko, ikiwa hivyo ndivyo Marekani inataka kufanya. Serikali ya Rais Donald Trump imepeleka kikosi kikubwa chenye nguvu cha kijeshi katika pwani ya Caribbean kwa madai kwamba serikali ya Rais Nicolas Maduro wa Venezuela inajihusisha na biashara ya dawa za kulevya, jambo ambalo Rais Maduro amekuwa akikanusha. Katika hatua nyingi, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameongoza pia maombi ya kimya katika eneo ambalo kulitokea mlipuko katika bandari ya Beirut mwaka 2020 na kutaka haki itendeke kwa waathiriwa, wakati akikamilisha ziara yake ya siku 3 nchini Lebanon. Na wasihi wale wote walio na mamlaka ya kisiasa na kijamii hapa na nchini kote ambako kumekumbwa na doa la vita na ghasia, sikilizeni kilio cha watu wenu wanaotaka amani. Licha ya kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano, Israeli imeendelea kufanya mashambulizi ndani ya Lebanon kwa madai ya kuwalenga wapiganaji wa Hezbollah inayowatuhumu kuungwa mkono na Iran. Tume ya uchaguzi nchini Guinea-Bissau inasema haiwezi kutoa matokeo ya uchaguzi wa rais kufuatia uvamizi wa watu wenye silaha ambao waliharibu mifumo ya matokeo na karatasi za kuhesabu kura saa chache kabla ya kupinduliwa kwa Rais Umaro Sissoco Embalo. Taarifa zaidi na Alfred Lastek. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne, naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Idrissa Jallo alisema kundi hilo lilivamia jengo lao walipokuwa wakihesabu kura ili kutoa matokeo
ya uchaguzi ambayo yalikuwa yakisubiriwa kwa hamu siku iliyofuata. Alifichua kuwa kompyuta za wafanyakazi wote 45 waliokuwepo zilichukuliwa, pamoja na karatasi za kujumlisha matokeo kutoka mikoa yote nchini humo, isipokuwa zile za mji mkuu Bissau. Seva kuu iliharibiwa, vifaa vyote viliharibiwa, Jalo aliongeza. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za magharibi ECOWAS imekuwa ikiongeza shinikizo kwa viongozi wa kijeshi kuruhusu mchakato wa uchaguzi kuanza tena ili mshindi wa uchaguzi ajulikane. Rais Umaro Sisoko Embalo, ambaye amepinduliwa, pamoja na mpinzani wake mkuu Fernando Diaz walidai ushindi katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Matokeo hayo ya uchaguzi mkuu wa Guinea Bissau uliofanyika juma lililopita yalitarajia kuondoa sintofahamu iliyokuwa ikiendelea nchini humo. Hata hivyo, taarifa ya tume ya baraza la uchaguzi huenda ikaleta hali ya kukatisha tamaa kwa idadi kubwa ya raia nchini humo ambao wengi walikuwa bado wanatarajia matokeo ya uchaguzi huo. Siku ya Jumatatu, uongozi wa juu wa jumuiya ya kiuchumi ya ECOWAS iliwataka wanajeshi kuachia madaraka mara moja na kurejesha utawala wa kiraia kwa mujibu wa katiba. Lakini serikali ya mpito ilisema mapinduzi ya Jumatano iliyopita yalikuwa muhimu na kuahidi kipindi cha mpito cha mwaka mmoja. Viongozi wa ECOWAS wanatarajiwa kufanya mkutano mnamo Disemba 14 ambapo hatma ya Guinea Bissau itaamuliwa, huku ikitishia kuiwekea Guinea Bissau vikwazo zaidi. Hata hivyo, kinachotazamwa na kusubiriwa sasa ni ikiwa viongozi wa jumuiya ya ECOWAS wataridhia mapinduzi hayo na kuruhusu serikali ya mpito ya mwaka mmoja iliyopendekezwa na Jenerali Hortan Tam na serikali yake, au kuweka muda mfupi wa kurejea kwa utawala wa kiraia. Asante Alfred Lastek. Katika tovuti yetu ya bbc.com/Swahili zinapatikana pia taarifa mbalimbali hapa, msikilizaji, ikiwemo hii hapa: nguvu iliyotumika Oktoba 29 ilistahili, asema Rais Samia, lakini who are you, na hoja 6 zilizotikisa hotuba ya Rais Samia iliyotolewa mapema hapo jana. Unaweza ukasoma taarifa hizo kwa kina zaidi, lakini sasa kuna fursa ya kumaliza vita kuliko wakati mwingine wowote, amesema Zelensky, mtangazaji wa redio miongoni mwa walioshtakiwa kwa njama ya kusajili watu Urusi. Taarifa hiyo na nyingine tovuti yetu ya bbc.com/Swahili. Na sasa viwanjani na Florian Kaijage. Asante sana Skola Kisanga. Tuanze na ligi kuu ya England ambako pambano la kusisimua kati ya Fulham na Manchester City lilizaa jumla ya magoli 9 katika ushindi wa City wa magoli 5-4 na kuzua maswali mengi kuhusu uwezo wa safu ya ulinzi ya Man City. Kwa vile vijana hao wa Pep Guardiola walikuwa wakiongoza goli 5-1 mapema katika kipindi cha pili kabla ya kuruhusu magoli 3 zaidi. Kubwa zaidi ni kwamba City sasa wamepunguza pengo la alama na kubaki 2 kati yao na vinara Arsenal, huku mshambuliaji wake Erling Haaland akiandika rekodi mpya ya kufunga magoli 100 ya EPL katika michezo michache zaidi, yani 111, kuliko rekodi ya Alan Shearer ya michezo 124 iliyodumu kwa miaka mingi. Katika michezo mingine, Bournemouth 0, Everton 1 na Newcastle United 2, Tottenham 2. Leo kuna michezo 6 ikiwemo ya Arsenal dhidi ya Brentford, Leeds ikikaribisha Chelsea na Liverpool dhidi ya Sunderland. Katika tennis, Serena Williams ametangaza rasmi kustaafu na kwamba hatarejea tena kucheza licha ya kuwa alikuwa ametia saini nyaraka muhimu za kurejea dimbani. Mchezaji huyo gwiji mwenye umri wa miaka 44 aliyeshinda mataji makubwa 23 yupo tena kwenye orodha ya wachezaji wa kufanyiwa uchunguzi wa dawa zilizopigwa marufuku michezoni. Serena Williams hajacheza tangu Oktoba 2022 alipostaafu baada ya kushindwa katika fainali za US Open. Huko Hispania, Barcelona imetanua wigo wa uongozi wa ligi kuu ya nchi hiyo La Liga hadi alama 4 mbele ya mahasimu wao wakubwa Real Madrid baada ya kuwachapa Atletico Madrid 3-1. Real Madrid wenyewe wanakipiga hii leo usiku ugenini dhidi ya Atletico Bilbao. Na wachezaji wawili wa timu ya taifa ya Hispania ya wanawake, Claudia Pina na Vic Lopez, walifunga magoli 2 murua katika kipindi cha pili wakati Hispania iliponyuka Ujerumani 3-0 katika mchezo wa marejeano wa fainali ya ligi ya mataifa barani Ulaya na kufanikiwa kutetea ubingwa wao. Mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare ya kutofungana. Salah, huyu mshambuliaji wa Liverpool, inaonekana kwenye tetesi kwamba anatakiwa uko Saudi Arabia na klabu mbali zikimwania. Itakuwaje? Hilo ni jambo la kusubiri na kuona.
Tunaona James Trafford na yeye huyu kutoka Manchester City na yeye anataka kutimka mwezi Januari. Uarabuni imekuwa ni kivutio kikubwa kwa wachezaji wengi, hasa wale ambao wanakaribia kumaliza kipindi chao cha kucheza. Utakumbuka Salah ambaye alikuwa mfungaji bora wa msimu uliopita na mchezaji bora wa EPL ana umri wa miaka 33. Kwa hiyo ni kama anaelekea ukingoni hivi. Na asante sana na kushukuru sana Florian Kaijage. Kwa mengi zaidi pia msikilizaji unaweza kusoma makala yetu ya michezo katika tovuti yetu ya bbc.com/Swahili. Shukrani sana. Matangazo ya Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu ni pamoja na kuna ripoti za mapigano makali kusini mwa Sudan kati ya jeshi na vikosi hasimu vya kijeshi vya Rapid Support Forces yani RSF. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameuonya utawala wa Trump kuto kutumia nguvu za kijeshi kuleta mabadiliko ya utawala huko Venezuela, huku akisisitiza amani duniani. Na leo dunia inaadhimisha siku ya watu wenye ulemavu. Tunaangazia maisha ya baadhi yao, changamoto na hata fursa wanavyokabiliana nazo. Hii ni BBC. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi ukanda wote wa Afrika Mashariki. Ni sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Sasa kuanzia juma lijalo, mtu yeyote mwenye umri chini ya miaka 16 nchini Australia atazuiliwa kutumia mitandao ya kijamii, yani kama vile Facebook, Instagram, TikTok na hata YouTube. Serikali ya Australia inasema hatua hiyo inalenga kupunguza shinikizo na hatari ambayo yanaweza kuwakumba watoto mitandaoni. Hata hivyo, vijana wawili wameamua kupinga hatua hiyo kisheria, wakisema marufuku hiyo inakiuka haki zao. Kampuni za teknolojia pia zimeshutumu uamuzi huo na zinamwomba Rais Donald Trump aweze kuingilia kati. Taarifa ya Kate Watson inawasilishwa na Elizabeth Kazibure. Kila asubuhi inamaanisha mwisho wa muda wa kutokutumia teknolojia kwa vijana wa familia ya Barnes. Simu zao zinaachiliwa kutoka kwenye kisanduku kilichofungwa na interneti inawashwa tena. Hizi ni sheria kali zilizowekwa na wazazi wao. Lakini sasa, kutokana na marufuku mpya ya serikali kuwa karibu kuidhinishwa, uhuru wao wa kidijitali unakaribia kupunguzwa zaidi. Na Will, mwenye umri wa miaka 14, anaonekana kutofurahia hatua hiyo. Hawafahamu ni kiasi gani maisha yetu yapo katika mitandao ya kijamii. Nadhani lazima watambue kwamba nyakati walizokulia wao ni tofauti kabisa na hizi tunazokulia sisi. Sheria itakayoidhinishwa wiki ijayo inahusu baadhi ya mitandao ya kijamii ambayo ni maarufu zaidi. Kampuni zitahitajika kuchukua hatua stahiki kuhakikisha kuwa vijana wenye umri chini ya miaka 16 hawana akaunti au kufungua akaunti mpya. Ikiwa watashindwa kufanya hivyo, basi wanaweza kulipishwa faini ya hadi dola milioni 33. Akizungumza na BBC, waziri wa mawasiliano nchini Australia amesema kuwa makampuni yameshindwa kutimiza wajibu wao wa kuwalinda watoto. Wamekuwa na miaka 15 na 20 katika sekta hii kufanya hivyo kwa hiari yao, na madhara yanayoibuka kupitia utafiti wa kujitegemea yanaonyesha kuwa kufanya hivyo bado haitoshi. Sasa unatishwa na makampuni ya teknolojia? Hapana, nimeelewa wajibu wa kimaadili wa kile tunachofanya. Tunasimama imara upande wa wazazi, sio kwenye mitandao. Watu hao wanaotaka kutuzuia wana nia mbaya zilizojificha. Wakati mwaka wa shule unavyokaribia kuisha, ni watoto wachache tu wanaosherekea. Likizo zao ndefu za majira ya joto zinaonekana tofauti kidogo mwaka huu. Linapokuja swala la unyanyasaji wa mtandaoni na mambo mengine, hii haitatatua aina hizo za matatizo. Watoto bado wataendelea kunyanyaswa mtandaoni. Nadhani itakuwa na matokeo mazuri. Itanifanya niondoe kidogo macho yangu kwenye skrini, jambo ambalo kwa kweli ni zuri sana. Hata hivyo, wazazi wao wanaangalia zaidi matokeo ya sheria hii na kutafuta ushauri kuhusu jinsi ya kuwasaidia vijana wao katika mabadiliko haya. Utekelezaji wake sio mzuri. Tunahitaji kuwa na kitu chenye nguvu zaidi na kinachoweza kushinikiza na kuleta matokeo
kwa kampuni za mitandao ya kijamii na labda wazazi na watoto pia. You can't outparent an algorithm. Wazazi hawawezi kushindana na teknolojia inayowaletea maudhui wanayoyataka watumiaji wa mitandao ya kijamii na kuwafanya watumie muda mrefu katika mitandao hiyo. Lakini kwa sasa bado kuna maswali mengi kuliko majibu. Vijana na familia zao bado hawana uhakika jinsi maisha yao ya mtandaoni yatakavyokuwa pale ifikapo Disemba 10. Taarifa ya Kate Watson kama ilivyowasilishwa na Elizabeth Kazibure. Siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu ni maadhimisho ya kila mwaka ya Umoja wa Mataifa tarehe 3 Disemba ili kukuza uelewa wa masuala ya ulemavu, lakini pia kuhamasisha uungwaji mkono kwa ajili ya utu, haki na ustawi wa watu wenye ulemavu. Ni siku inayolenga kuongeza ufahamu kwa umma, uelewa, lakini pia utambuzi wa watu wenye ulemavu. Hubeba pia kusherekea mafanikio na michango yao na kukuza ushiriki wao kamili katika nyanja zote za maisha. Awali nimezungumza na Hamisa Zaja, yeye ni mwanasiasa kutoka nchini Kenya na mlemavu wa mguu, pamoja na Jonas Lubago, katibu mkuu wa shirikisho la watu wenye ulemavu Tanzania, ambapo yeye ni mlemavu wa macho. Na hapa anaanza kuelezea siku hii ya watu wenye ulemavu duniani. Siku hii ya watu wenye ulemavu tangu mwaka 1992 na imekuwa tunaitumia kama siku ya kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu haki, mahitaji na ustawi wa watu wenye ulemavu duniani kote. Na kama inavyojulikana, jamii zetu za Kiafrika hizi bado kidogo zimekuwa na changamoto upande wa uelewa wa haki za watu wenye ulemavu. Imekuwa ni siku mahususi kabisa ambayo tunaitumia kuijulisha jamii kwamba watu wenye ulemavu wana uwezo gani, wana changamoto zipi, serikali imefanya nini, wadau wamefanya nini, na tunawezaje kwenda mbele kwa pamoja huku tukizitatua kidogo kidogo changamoto zilizopo zinazokwamisha maendeleo ya watu wenye ulemavu, haki mbalimbali za watu wenye ulemavu. Naam, asante sana Jonas Lubago. Hamisa Zaja, unadhani nini ambacho kinachangia watu kuendelea kuwa na dhana, fikra potofu kuhusiana na masuala ya ulemavu kama alivyotangulia hapo kusema Jonas? Mila na tamaduni zetu nyingi sana, haswa sisi wa Afrika, inasema kwamba labda ukizaliwa ukiwa mlemavu, kama wazazi wako walikutoa sadaka, wewe ni kama kisirani. Labda wazazi wako mmoja wao alienda nje ya ndoa ndio wewe ukaweza kuzaliwa. Mpaka zile mila na desturi zingine ambazo zinaona kwamba mlemavu yoyote ni holier than thou, yani yeye hana dhambi, ni Mungu ashampa punishment. Ule ulemavu tayari ni adhabu ya kutosha. Yeye afaa atende tu mambo mema, aende akapokelewa na Mola wake. Jonas Lubago, sasa tunaadhimisha kila mwaka siku hii ya watu wenye ulemavu, lakini bado tunaona mambo kama haya ambayo ameyataja hapa Bi Hamisa. Nini ambacho kinahitajika kufanywa zaidi wakati huu tunapoadhimisha siku hii kujaribu kuondoa, basi kishindikana kupunguza hizi dhana ambazo watu wanazo dhidi ya watu wenye ulemavu? Tulikotoka nyuma haya mambo yalikuwa yako sana, lakini jitihada hizi zinazofanyika nyingi zinaendelea kupunguza hilo tatizo na kulipunguzia ukubwa wake. Vile serikali imetengeneza sheria, imetengeneza sera, na sisi kama nchi tumesaini mikataba mbalimbali ya kimataifa inayozungumzia haki za watu wenye ulemavu na tunatekeleza, na huwa tunatoa ripoti za kila baada ya vipindi fulani. Yote haya yakichanganywa sasa na huu uelewa ambao watu wenye ulemavu wanazidi kuupata, kwa mimi nataka kuamini maisha yanayokuja yatakuwa kidogo mazuri kuliko sasa hivi, kwa sababu hizo jitihada tunazoziona ziko in place. Wewe ni mlemavu wa macho, lakini ni msomi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na umewahi kufundisha pia shule ya sekondari. Mtu atajiuliza, sasa anafundisha vipi huyu mwalimu na ni mlemavu wa macho? Ulemavu ni mtu amepoteza kiungo tu kimoja. Kwa mfano, kama mimi nimepoteza macho, sijapoteza akili, sijapoteza mikono, sijapoteza miguu, mambo mengine yote yako sawa sawa. Kuna vifaa vya kujisomea na kufundishia. Hapo university unapata hata watu wa kukusaidia kusoma vitabu kwenye kufundisha huko. Sasa ndio hivyo, tunatafuta material kama watu wengine, na andaa notes zako, unazideliver kwa mbinu ambazo umeshajifunza kama mwalimu mwingine tu ambaye hana ulemavu. Alafu basi kizuri sasa ambacho Mwenyezi Mungu amekifanya,
unakuta darasa langu linakuwa liko active kuliko hata madarasa ya wenzangu pale shuleni. Kilichopungua ni macho, vingine vyote baki viko sawa. Hongera sana Jonas. Mtu mwingine angeweza kudhani Mungu kaninyima macho, maisha sitayaweza. Hongera sana. Na sasa hivi tu mtu akiniuliza kwamba hivi bwana Jonas unaonaje tukupe macho uone sasa hivi, mimi nitasema hapana. Sasa hivi sitaki kuona hivi nilivyo na enjoy kuliko nini kwenye macho yenu. Kuna vingine utaki kuona. Kuna vingine sitaki kuviona. Itanipa ulimwengu mwingine nianze kufanya maamuzi mapya kila siku hapa. Naam. Asante Jonas. Bi Hamisa, pengine utupitishe katika safari yako, nayo ilikuwa vipi hasa mpaka kuweza kuingia katika masuala ya siasa, na zipi zimekuwa changamoto? Karibu. Hata mimi nikiambiwa nipewe miguu saizi pia nitakataa. Nasema afadhali. Nimewahi kuambiwa na marafiki zangu wengi sana wakiniambia kwamba huko India watu unaweza kutoa chuma ya mguu kaweza kuvaa viatu sawa sawa. Sasa mimi nawaambia mimi ni mwanamke na ninavaa buti kama wanamume na chuma changu kwenye buti, lakini mimi nisha dine na kuwine na mapresident wa nchi kubwa sana. Hata nyewe viatu vizuri mshaenda huko? Hatujaenda. Pengine changamoto zako ama safari yako katika siasa ilikuwaje pia hapo nchini Kenya? Changamoto ni nyingi, lakini kama vile ndugu yangu amezungumza kwamba mimi nimepoteza kiungo kimoja tu, mguu, tena wa kushoto. Mimi huwa najaribu chochote kile. Maanake kuna kitu ambacho nikikuwa nilikuwa nakiona kila mtu anakuambia hiyo huwezi. Hata kusoma niliambiwa siwezi, sitaweza kuolewa, sitaweza kuzaa, sitaweza. Yaani vitu vingi niliambiwa sitaweza. Lakini hivi vitu vyote saizi nimefanya. Niliolewa na harusi na chuma changu, nimezaa watoto 2 very handsome, nina mume, nimesoma mpaka chuo kikuu na masters, ninawakilisha walemavu tena wakina mama ndani ya bara la Afrika. Na mwaka jana niliweza kupata tuzo la kimataifa Washington, Marekani. Kama mlemavu wa kwanza kabisa katika nyanja ya Women Peace Builders. Nilipoingia kwenye siasa ilikuwako ataweza, kuna vurugu, watu wanawake huku wanafanywa vibaya, lakini mimi ni ule mmoja kwamba niliingia kwenye siasa nibadilishe haswa, niwe sauti ya sisi ambao tuna ulemavu. Naam, hongera sana Hamisa, hongera sana Jonas. Nimezungumza na nyinyi, mmenipa ile maana halisi. Nadhani hata msikilizaji anaisikia kwamba ulemavu si mwisho wa maisha. Kimombo anasema disability is not inability. Pengine katika maadhimisho haya mna lipi ambalo mnatamani kulizungumza, ama wito gani sasa ambao mnautoa? Naomba nianze na Jonas. Tukizungumza wenyewe sauti yetu inafika mbali, kwamba kwa kweli tuzungumze wenyewe badala ya kutegemea watu wengine ambao hawana ulemavu ndio wazungumze. Kauli mbiu yetu ya mwaka huu inasema kuendeleza jamii jumuishi kwa watu wenye ulemavu kwa mustakabali wa ustawi wa jamii. Ndio tumeitafsiri hivyo kwa Kiswahili. Mazingira jumuishi, jamii jumuishi, miundombinu jumuishi, siasa jumuishi, everything jumuishi ndio kitu muhimu kwetu kama watu wenye ulemavu, na huo ndio mustakabali wa maendeleo au ustawi wa jamii. Tujumuishe kielimu, tuangalie masuala ya kwamba wengi wetu tunaishi kwa utotole. Kwa hivyo elimu, habari ya mapato, hatuna kazi, wengi wetu unasoma lakini unakosa kazi. Biashara, tujumuishe kwenye kila nyanja, si serikali peke yake, hata katika jamii zetu tujumuishe, tuwe tunaweza kuwa kila sehemu ambao watu wengine wako, basi na sisi tuwe tunaweza kuwa sehemu hiyo na tuweze kupewa nafasi katika sehemu hizo. Waswahili waliwahi kusema shukuru kwa kila jambo. Sasa hayo ndio ambayo wanayafanya Hamisa Zaje, mwanasiasa kutoka nchini Kenya, mlemavu wa mguu, lakini pamoja na Jonas Lubago, katibu wa shirikisho la watu wenye ulemavu Tanzania, ambaye yeye ni mlemavu wa macho. Haya, nakomea hapo. Matangazo haya Amka na BBC yamehaririwa na kusimamiwa na Halima Nyanza. Kwenye mitambo amekuwa ni David Kinyanjui, kule nchini Kenya. Hapa Tanzania ni Esther Luambano. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia. Mimi ni Skola Kisanga na asubuhi njema.